Ugonjwa wa polio ni ugonjwa ambao umekuwepo kwa miaka mingi, na sisi katika nchi yetu unaweza ukawa naona kama kitu cha mazoea, kwa sababu mgonjwa wa mwisho alipatikana mwaka 1996. Kwa hiyo unaweza kujiuliza kwa nini tunafanya chanjo. Tunafanya chanjo kwa sababu ya hayo mambo mazuri ambayo katibu mkuu wetu wa afya ameeleza, ndugu yetu dada Grace, kwamba ziko nchi za wenzetu ambazo ugonjwa kama huu bado upo na umezidi kujitokeza, na sisi tunasema ukiona mwenzako ananyolewa unatia maji. Sasa sije tukafika mpaka muda wa kunyolewa tujajipanga. Ndio maana serikali ya awamu ya 6 ikaanzisha chanjo hii. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuona hilo, na ndio maana sisi tunasema kinga ni bora zaidi kuliko tiba. Kwa hiyo chanjo yetu hii inaandaa watoto wetu ili waweze kuimarisha kinga zao za kuweza kukabiliana na ugonjwa huu wa polio. Ugonjwa wa polio ni ugonjwa ambao unaambukizwa, na uambukizi kwa hewa, unaambukizwa kutokana na uchafu, na uchafu kwa lugha nyepesi ni kinyesi. Unatokana na maji kutiririka. Mtoto chini ya miaka 10 kwa sababu ya kinga yake kuwa ndogo, akiyatumia yale maji anaathirika. Kile kinyesi, mtu mzima asipokuwa na utaratibu wa kujisafisha, na hususani kwa kunawa, anaweza kwenda kumlisha mtoto chini ya miaka 10 akapata maambukizi. Kwa hiyo tunashukuru kwamba tumepiga hatua kama nchi, kwamba mgonjwa wetu wa mara ya mwisho alitokea mwaka 1996. Leo miaka 30 hatujapata ugonjwa. Kama Watanzania na kama viongozi tuna wajibu kwanza kupongezana haya mafanikio, lakini kubwa zaidi tuna wajibu wa kuongeza jitihada za kudhibiti ugonjwa wa polio usiendelee au usitokee katika taifa letu. Nyinyi mashahidi, miaka ya nyuma tulikuwa tunaona watoto wanazaliwa anakuwa mzima kabisa, lakini ndani ya muda mfupi tunaona dalili za ugonjwa wa polio, na kwa sababu tulikuwa tujui, tunaanza kusingizia amerogwa, mama mkwe hataki mtoto, bibi yake ana ugomvi, kuna tofauti za mashamba, matokeo yake wanarogwa watoto. Kumbe ilikuwa ni ugonjwa wa polio kwa sababu ya kutokuwa na maarifa ya kutosha, na kwa sababu hata chanjo zetu hazikuwa nyingi sana, au wakati mwingine watu wa huduma walikuwa sio wengi kiasi hicho, watoto walikuwa wanapata ugonjwa wa polio. Unamwona mtoto anaanza kuchemka, anaanza kualisha, anatapika, na ghafla mnamwona amepooza au amepata ulemavu. Na unakuta kwenye familia watoto hata 3 mfululizo wamepata tatizo linalofanana. Na kwa sababu ya imani zetu tunadhani kwamba ni imani ambazo zimejengwa kwenye hiyo misingi. Ndugu zangu, huo ni ugonjwa wa polio, na madhara yake ni kifo kwa watoto wetu au kupata ulemavu wa kudumu. Unakuta mtoto miguu au mikono imejikunja, hawezi tena kufanya kazi, na inapotokea hivyo maana yake inageuka kuwa mzigo, si tu kwa taifa, ni mzigo kwa familia. Utahitaji mtu wa kumhudumia, mtu ambaye anatakiwa awajibike kwenda kuzalisha, anageuka kuwa mzigo, alafu yule aliyetakiwa naye akazalishe anageuka kuwa kumhudumia huyu mtu ambaye amepata hayo madhara. Kwa hiyo serikali ikaona ugonjwa huu tuna uwezo kabisa wa kujipanga vizuri ili tuweze kutokomeza, na mimi nafarijika kuona kwamba tatizo hili tumeweza kulitokomeza kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo wasihi sana ndugu zangu ambao tumekuja hapa katika uzinduzi, tujipange vizuri kushiriki kampeni hii ili kampeni hii iweze kufanikiwa kwa kiwango kikubwa. Na kwa kuanzia tutaanza na mikoa 7 ambayo ni mkoa huu wa Mwanza, mkoa wa Geita,
mkoa wa Shinyanga, mkoa wa Simiyu, mkoa wa Mara, mkoa wa Tabora pamoja na mkoa wa Singida. Na katika mikoa yote hiyo, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunazo timu takribani 14,000 ambazo zitatoa huduma hizi za chanjo, na ili tuweze kuwafikia watoto wengi, chanjo hizi zitatolewa kwenye vituo vyetu vya tiba kwa maana ya zahanati, vituo vya afya, hospitali, lakini tutatoa kwenye maeneo mbalimbali ya mikusanyiko ikiwemo maeneo ya ibada, makanisani, misikitini. Tutatoa huduma hizi kwenye maeneo mengine kama kwenye magulio, sokoni na maeneo yote ambayo yana mkusanyiko. Mheshimiwa mgeni rasmi, wote tunafahamu kwamba chanjo hii inakuja kwa lengo kubwa la kuimarisha kinga ya mwili ya watoto. Sasa hivi ninapoongea hapa, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunazo taarifa za kuwepo kwa ugonjwa huu wa polio pamoja na virusi vya polio kwenye maeneo mbalimbali duniani ikiwemo nchi mbalimbali ambazo zinatuzunguka. Na ni kwa sababu hiyo ndio maana tumeamua sisi kama nchi kupitia serikali ya awamu ya 6 ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuwakinga watoto wetu mapema kabla ugonjwa huu haujafika. Kwa majina naitwa Witness Charles, natokea mtaa wa Mwandulu, mkoa wa Mwanza, wilaya ya Magu. Mimi nimesukumwa kuja kupata huduma hii ya chanjo kwa sababu nimekuja kuwakinga wanangu na hayo maradhi, kwa sababu nimesikia maji ya sasa hivi yana changamoto. Kuna vijidudu ambavyo vimeingia kwenye maji. Kwa hiyo hicho ndio kilichonifanya hadi nije kufanyaje kupata chanjo hii, kuwakinga wanangu na hayo maradhi. Nashukuru kwa serikali kutuletea huduma hii mahali hapa, tunasema asante sana. Mimi nachoambia, chanjo hizi hata toka sisi tunakuwa naamini zilikuwepo, sio kwamba hazikuwepo. Kwa kama ni madhara tungeona kutokana na sisi. Mimi kwa kweli sijaona kwamba hizi chanjo zina madhara, ndio maana nimeamua kuleta watoto wangu. Mimi nachohamasisha walete watoto wao wapate chanjo. Naitwa Kefreni Ruhigo, tokea hapa Kisesa. Nimejisikia kuleta mtoto kwa sababu najua polio ni ugonjwa mbaya ambao unaua, hauna tiba, na tiba yake ni kinga tu. Ndio sababu nikaona mjukuu wangu huyu nimlete, maana haijulikani saa wala siku wala mwaka, ni wakati wowote.
Akizungumza katika uzinduzi wa kampeni ya chanjo ya matone iliyofanyika jijini Mwanza, kaimu mkuu wa mkoa wa Mwanza ambaye pia ni mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela amewataka wazazi na walezi kujitokeza kwa wingi kuwapatia chanjo ya polio ili kuimarisha kinga ya miili yao. Tumekuwa na mila na desturi za kubeza chanjo. Tunaendesha kampeni ya chanjo, wenye uelewa wanapeleka watoto, lakini inakuwepo kampeni hasi ya kusema ukichanja mtoto unamwathiri kwenye ukuaji wake, unamwathiri kwenye mifumo ya uzazi, unamwathiri kwenye mifumo ya uelewa. Tusiruhusu hizo kampeni zikapata nafasi katika chanjo hii ya polio. Chanjo hizi ni salama, zimethibitishwa na mamlaka zetu zinazosimamia tiba na kinga katika taifa letu. Chanjo hii inakuja kwa lengo kubwa la kuimarisha kinga ya mwili ya watoto. Sasa hivi ninapoongea hapa, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunazo taarifa za kuwepo kwa ugonjwa huu wa polio pamoja na virusi vya polio kwenye maeneo mbalimbali duniani, ikiwemo nchi mbalimbali ambazo zinatuzunguka, na ni kwa sababu hiyo ndio maana tumeamua sisi kama nchi kuwakinga watoto wetu mapema kabla ugonjwa huu haujafika. Naye katibu tawala wa mkoa wa Mwanza Balandia Elikana amesema mkoa wa Mwanza umejipanga kuhakikisha kila mtoto anapatiwa chanjo hiyo. Katika mkoa wetu wa Mwanza tunatarajia kuwachanja watoto zaidi ya 1,200,000, ambapo katika wilaya yetu hii ya Magu watoto takribani 146,000 watapata chanjo. Kwa upande wao, wazazi na walezi walioleta watoto wao kupatiwa chanjo ya polio wameiomba serikali kuendelea kutoa elimu ili uweze kuwafikia watu wengi. Walete watoto wao wachanjwe, sababu wakichanjwa wachache, hao wengi tena wanaweza kuwaambukiza wachache. Kwa hiyo ni bora watoto wote wachanjwe. Kwa hiyo wote tuzidi kusaidiana kuhamasisha ili wote wapate chanjo. Kampeni ya chanjo ya polio ya matone itatolewa kwa watoto kuanzia wenye umri wa miaka 0 hadi miaka 10 kutoka mikoa 7 ya kanda ya Ziwa, huku kauli mbiu ya kampeni hiyo ni mpe chanjo, zuia polio. Isaac Wakuganda, TBC, Mwanza.